Haleluya. Shalom wapendwa, Bwana Yesu asifiwe na karibuni tena. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima wa afya, mnaendelea salama kwa rehema na neema za Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bila shaka ni episode ya 7 sasa, tunaendelea na mafundisho yetu kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nabii anakiita Wakorinto kitabu cha masahihisho. Kwa hiyo tumetamani kuona kitabu cha masahihisho kwa undani zaidi, ili tuelewe kile ambacho mjumbe wa wakati aliongea kwa undani kuhusu kitabu cha Wakorinto ambacho ni kitabu cha masahihisho. Kitabu cha Wakorinto kilisahihisha nini au kinasahihisha nini kwenye kanisa la Korinto? Kitabu cha Wakorinto kinasahihisha mambo mengi, ambapo kitabu hiki cha Wakorinto hakisahihishi tu kanisa la Korinto, lakini pia kinatusahihisha na sisi ambao tuko kama vile kanisa la Korinto. Na mambo ni mengi ambayo yamesahihishiwa na kitabu cha Wakorinto, ambayo Paulo aliandika ili kulisahihisha kanisa la Korinto, likiwemo jambo la kwanza ambayo ilikuwa ni migawanyiko katika kanisa. Baada ya wahubiri wengi kupita katika kanisa la Korinto, ikazaliwa migawanyiko. Watu wakaanza kusema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Kulikuwa jambo pia la majivuno au kujisifu katika kanisa la Korinto. Watu walikuwa wanajisifia hekima. Kulikuwa pia jambo la kusahau baba wao wa imani ambaye ni Paulo. Na jambo lingine nzito ambalo lilikuwa katika kanisa la Korinto ilikuwa ni zinaa ya kipekee ambayo ilikuwa ya mtu kuzini na mke wa baba yake. Jambo lingine ilikuwa ni kushitakiana, yani waaminio kushitakiana kwa wasioamini. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo Paulo aliandika ili kulikosoa kanisa la Korinto. Jambo lingine ilikuwa ni utaratibu katika ndoa na jinsi ya kuenenda na jinsi ya kuishi kama wanandoa, jinsi ya kuoa, yani swala nzima la ndoa ilikuwa pia ni moja miongoni mwa mambo ambayo Paulo alisahihisha katika kanisa la Wakorinto. Jambo lingine ilikuwa vitu vilivyotolewa sadaka kwa ajili ya sanamu. Je, tuvitumie tusivitumie? Uelewa ukoje? Ilikuwa pia ni jambo ambalo Paulo alisahihisha katika kanisa la Korinto. Jambo lingine ilikuwa matumizi na utaratibu katika kutenda kazi kwa huduma na karama. Ni moja pia ya mambo ambayo Paulo alisahihisha katika kanisa la Korinto. Jambo lingine ilikuwa nafasi ya mwanamke katika ndoa au kifuniko cha mwanamke, au pia baada ya hiyo ilikuwa masuala kuhusu meza ya Bwana. Mambo yalikuwa mengi ambayo Paulo alilazimika kuyasahihisha katika habari za Korinto. Na mwisho wa yote akawaambia kuhusu upendo, mwishowe kabisa akawaambia kuhusu nguvu za ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo ililazimika aandike ili kusahihisha hayo yote ambayo nimeyataja hapo. Na hayo yote tunaendelea kuyaona kadiri jinsi tunavyoendelea. Ndio maana ndugu yetu wa thamani Nabii Branham akaita kitabu cha Wakorinto kwamba ni kitabu cha masahihisho. Hivi sasa tuko kwenye sura ya 11. Katika episode hii ya 7 tuko kwenye sura ya 11. Sura ya 11 nimeigawa katika sehemu mbili kubwa. Nataka uelewe vizuri. Wakorinto wa kwanza 11 nimeigawa katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza ya Wakorinto 11 ni ile ambayo inaongea kuhusu kifuniko cha kichwa au mahali pa mwanamke katika ndoa. Na sehemu ya pili ya Wakorinto ni ile ambayo inaongea habari za meza ya Bwana. Kwa hiyo hizo ndio sehemu mbili kubwa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Na hii sura tutaiongelea yenyewe kama yenyewe. Na moja kwa moja bila kuponda muda, wacha tuingilie katika swala hili la sehemu ya kwanza ya Wakorinto wa kwanza sura 11. Ambayo nimesema sehemu ya kwanza ya Wakorinto wa kwanza sura 11 ni kifuniko cha kichwa. Na Paulo, sababu hili limeleta utata mwingi sana. Na bila shaka hadi leo swala hili linaleta utata kuhusu swala la kifuniko cha kichwa. Aidha kichwa cha mwanamke au kichwa cha mwanaume. Kifuniko ni nini cha kichwa? Paulo alisahihisha kitu gani? Paulo alisema nini? Wanawake au wanaume wafunike vichwa vyao na nini? Kifuniko kwa mwanamke ni nini? Kifuniko kwa mwanaume ni nini?
Oh, hii imeleta maswali huwezi amini. Kuna wale ambao wanaamini kifuniko ni kitambaa, lazima mtu avae kitambaa ili kuingia kanisani kuabudu, na kiwe kitambaa kabisa, kile cha kitambaa, kilemba katika lugha nyingine. Kuna siku moja niliuliza rafiki yangu moja, hivi hilo neno kitambaa umelitoa wapi katika Biblia? Limeandikwa wapi? Sababu Biblia ndio hii, hakuna hata neno kitambaa, hakuna neno kilemba katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura 11. Hakuna neno kilemba, hakuna neno kitambaa. Sasa hilo neno kitambaa limetoka wapi? Kuna wengine wanaamini kifuniko cha mwanamke ni kofia. Mwanamke ili aingie kusali lazima avae kofia. Hilo neno kofia nalo limetoka wapi? Lakini jambo tulijualo sisi ni kwamba mwanamke lazima afunike kichwa. Sasa hicho kifuniko ni kitu gani? Ndio nataka tuliingilie, na kwa kuingilia hilo bila shaka naomba kwanza tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Tunaweza tukaanze mstari wake wa kwanza tu, tuanzie hata mstari wa kwanza. Mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Ninavyomfuata Kristo. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamume na mwanamke cha kila mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Endelea. Kila mwanamume asaipo. Sasa naomba usimamie hapo, naomba niende kwenye ubao ili haya mambo tuyaonyeshe vizuri zaidi. Sawa? Unajua haya ndio mambo ambayo yameleta shida nyingi sana katika makanisa mengi, na tusipoyaonyesha vizuri kwa watoto wa Mungu, watu watabaki katika confusion. Naomba kwanza hapa tena tuanze na masuala ya vichwa. Sawa? Vichwa. Mungu ameweka utaratibu wake wa kipekee. Mungu ameweka utaratibu wa ajabu sana katika mamlaka yake, katika itifaki yake. Okay, Kiswahili kizuri ni itifaki. Mimi ni Mswahili mzuri sana. Itifaki. Katika itifaki yake Mungu ameweka mamlaka, na hakuna mtu awezaye kwenda kinyume ya mamlaka ya Mungu, kwa sababu haya mamlaka yamewekwa na Mungu mwenyewe. Kichwa yani mkubwa, yani mtawala, yani boss, yani kiongozi, yani yule ambaye ndo anaitwa kichwa. Ningeomba usome kidogo kwa Kiingereza hapo, tusikie Kiingereza kinasemaje. Anza mstari wa pili. Mstari wa pili? Unasemaje kwa Kiingereza? Kiingereza kinasema but I would have you know that the head of every man is the head, yani kichwa, yani kiongozi mkubwa. Okay? Tunaanza kichwa cha kwanza katika huu mpangilio hapa. Kichwa cha kwanza ni Mungu, si ni hivyo? Mungu hana kichwa kilicho juu yake. Baada ya kichwa hichi cha kwanza ambacho ni Mungu, kuna kichwa kinachofuatia ambaye ni Kristo. Nafikiri tuko vizuri hivi. Baada ya kichwa hiki ambacho ni Kristo, kuna kichwa kinachofuatia ambaye ni mwanamume. Sawa? Baada ya kichwa cha mwanamume kinachofuatia, kuna kichwa kingine, kuna mtu mwingine ambaye ni mwanamke. Ina maana gani hapa? Ina maana kichwa cha Kristo ni Mungu, na kichwa cha mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Sawa? Kichwa cha Kristo ni Mungu, kichwa cha mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Si hivyo? Ina maana hapa kuna vichwa vitatu na kuna mwingine ambaye si kichwa. Huyu ni kichwa, huyu ni kichwa, huyu ni kichwa,
huyu si kichwa. Tunapatana vizuri hapa? Nafikiri na hapa ndo ninaomba tufuate vizuri ili watu waelewe habari za kichwa kufunikwa. Sababu gani? Maandiko yameanza kwanza na kutuonyesha vichwa. Kabla hicho kichwa kufunikwa, maandiko yameanza kwanza na kutuonyesha hivyo vichwa. Narudilia tena. Kristo ndiye kichwa cha mwanamume na Mungu ndiye kichwa cha kichwa. Yaani Mungu ndio kichwa wa Kristo, ambaye Kristo pia ni kichwa cha mwanamume. Ina maana katika hivi vichwa vitatu kuna kichwa kikubwa ambaye ni Mungu, kichwa kinachofuatia ni Kristo, na kichwa kinachofuatia Kristo ni mwanaume. Lakini mwanamke sio kichwa. Ndo hapa ambapo narudilia tena katika maandiko. Maandiko yanasema hivi hapa, nirudilie vizuri. Yanasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. So Mungu ndiye kichwa cha Kristo, Kristo ndiye kichwa cha mwanamume, mwanamume ndiye kichwa cha mwanamke. Hilo nataka kwanza mlielewe vizuri. Sasa maandiko yakaendelea. Sasa hapa ndo kuna jambo nzito ambalo nataka msikilize. Kila mwanamume asalipo, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, anaaibisha kichwa chake. Good. Kwa hiyo kila mwanamume ambaye ni huyu hapa anaposali au anapoutubu, naye amefunika kichwa hiki, eti anaaibisha kichwa chake. Kwa hiyo hapa kwanza lazima tuelewe kuna vichwa aina hizi mbili. Kuna kichwa hiki cha kawaida cha kibinadamu, na kuna kichwa kingine cha kiroho. Kwa hiyo mwanamume anaposali au anapoutubu na amefunika kichwa, anaaibisha kichwa chake. Hadi hapo hawajatuambia kifuniko ni kitu gani. Situko vizuri hapo naomba uchukue Biblia yako uwe ukisoma. Niko kwenye mstari wa 4. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, anaibishwa kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Tusimamia kwanza hapo, twende polepole. Huyu mwanaume anaposali au anapoutubu na amefunika kichwa, anaaibisha kichwa chake. Kichwa cha mwanaume ni nani? Ni Kristo. Ina maana mwanamume anaposali na amefunika kichwa, anaaibisha nani? Kristo. Okay. So huyu mwanamke huyu anaposali na hafuniki kichwa, anaaibisha kichwa chake. Mwanaume anaposali mwanamke anaposali bila kufunika kichwa, anaaibisha kichwa chake. So kichwa cha mwanamke ni nani? Ni mwanamume. Kwa hiyo suala la mwanamke kufunika kichwa ni lengo kubwa, asiaibishe kichwa chake. Tunafuatana vizuri hapa, ambapo kichwa cha mwanamke si mwingine, ni mwanamume. Hivi tunafuatana vizuri? Kwa hiyo kila wakati mwanamke anapokuwa anasali, anapokuwa katika mahusiano na Mungu, lazima awe amefunika kichwa. Hii ina maana gani? Popote pale ambapo mwanamke yupo, lazima afunike kichwa, kwa sababu anaweza akasali hata bafuni. Kuna mwingine unaweza ukawe chooni, Roho Mtakatifu anakushukia, anataka kuongea na wewe. Kuna mwingine unaweza ukawa hata unatembea, nguvu za Mungu zinakushika. Popote pale, anywhere, anytime, unaweza ukawe katika kusali, unaweza ukawe katika kutubu, sababu nguvu za Mungu ziko na sisi in permanent. In fact, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu dakika yoyote, saa yoyote. Kwa hiyo dakika yoyote, saa yoyote, lazima uwe umefunika kichwa. Sasa hicho ni kifuniko gani? Si ndio swali hilo? Hapa andiko limeendelea kuongea tu, linasema tu lazima afunike kichwa, lazima afunike kichwa. Mwanamke yoyote, subiri nisome tena. Naomba unisomee tena mstari huo wa 4. Na kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Bali 5,
kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika. huaibishwa kichwa chake. Kwa hiyo kila mwanamke asalipo, sawa, au kuhutubu. Soma kwa Kiingereza pale, kusali, kuhutubu. Imeandikaje? Inasema to prophesy. Ni maneno mawili. Kusali wameandika nini? To pray. Na kuhutubu wameandika nini? Kuprophesy. Kwa hiyo kila mwanamke anapoprophesy au anaposali bila kufunika kichwa, anaaibisha kichwa chake. Na mtu, do you know what is to prophesy? To prophesy is to speak on the behalf of God. The way I'm preaching here, I'm prophesying. Yani hivi kadiri ninavyohubiri hapa, ninatoa unabii, kwa sababu kutoa unabii ni kuongea neno la Mungu. Hamna kingine zaidi ya hicho. Kutabiri ni kuongea on behalf of God. Yani ni Mungu anaweka neno lake ndani yako, alafu wewe unalitoa. Hilo kwanza ndio definition kubwa na general ya kutoa unabii. This means mwanamke lazima afunike kichwa popote alipo, dakika yoyote, sekunde yoyote, lazima awe amefunika kichwa, kwa sababu anaweza akahutubu popote pale, anaweza akashuhudia watu neno popote, anaweza akasali popote. Si wengine, mtu unaweza ukasali hata huko kwenye bafu, unaweza ukasali hata huko kwenye choo, unaweza ukawa unatembea na huko unasali. Unaona mtu yuko anatembea na anaenda anasali rohoni. Hiyo imetutokea nyingi, mwenyewe ninafanyaga hivyo sana. Ninatembea niko ninasali, unaenda huko na huko unasali. So this means mwanamke lazima afunike kichwa kila sekunde, kila dakika. Unalala unafunika kichwa, unaamka unafunika kichwa, sababu unaweza ukawa unasali hata unalala, si ndivyo? Sasa hiki ni kifuniko gani ambacho lazima kikae kwako permanent, kulingana na maneno, kulingana na neno la Mungu? Hapo sio mawazo yangu. Ni kifuniko gani hichi ambacho lazima kiwe na wewe popote pale unapoenda? Lazima ufunike kichwa chako. Na hapa hivi haijaongea kifuniko ni kifuniko gani, imesema tu kufunika. Wameshaongea kitambaa hapa? Hawajasema neno kitambaa. Wamesema neno kilemba hapa? Hawajasema neno kilemba. Tuko kwenye maandiko, imesema tu mwanamke afunike. Twende kwenye mstari wa 5. Mstari wa 5. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuainisha kichwa chake. Kwa maana tunaanza kupata picha ya kifuniko, sawa? Eti kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Which means kutokufunika kichwa ni sawasawa na kunyolewa. Twende polepole hapo, tutaelewa kifuniko ni nini, sawa? Tunaenda hapa. Kutofunika kichwa ni sawasawa na kunyolewa. Ni neno, sio mimi. Nimeshaongeza jambo hapo, mimi sijaongeza lolote. Biblia ndio inasema kutokufunika kichwa ni sawasawa na kunyolewa. Sasa kama kutokufunika kichwa ni sawasawa na kunyolewa kwa mujibu wa maandiko, kwa hiyo kufunika ni nini sasa? Si manake ni kutokunyolewa? Kama kufunika kichwa ni sawasawa na kutonyolewa, yaani kama kufunika kichwa, mwanamke kufunika kichwa chake ni sawasawa na kutokunyolewa, na mwanamke kutokufunika kichwa chake ni sawasawa na kunyolewa, maana yake kufunika kichwa ni nini? Hapa niko kwenye logic. Hii ni logic simple sana. Wakongomani wote ni watu wazuri. Langi ni Mkongomani, maanake Langi ni mtu mzuri. Very simple. Usiseme eti unaleta mambo ya shule hapa. Hamna. Hii ni logic tu mzuri ambayo itatusaidia kuelewa neno. Na nachukua mfano wa Wakongomani. Mfano unasema Wakongo wote ni wazuri. Wakongo wote ni wazuri. Alafu unasema Langi ni Mkongo. Hii inamaanisha Langi ni mzuri, si ndio hivyo? Simple and clear. Hii ndio logic. Wakongomani wote ni wazuri, Langi ni Mkongo, ina maana Langi ni mzuri. Hii nafikiri inaeleweka vizuri sana. Sasa hapa tuko na logic nyingine. Kutofunika kichwa maana yake kunyolewa, sawa?
Kutofunika kichwa maana yake kunyolewa, kulingana na neno, sijaongeza mimi. Hili ni neno. Neno limesema mwanamke ambaye hafuniki kichwa ni sawasawa na kunyolewa. Yaani kunyolewa iko sawasawa. Yaani si unajua vitu viko sawasawa? Vitu viko sawasawa, yaani viko sawasawa ego. Sasa maandiko imesema kutofunika kichwa ni sawasawa na kunyolewa, which means mtu ambaye ananyolewa, kunyolewa yaani kutofunika kichwa. Kama kunyolewa ndo kutokufunika kichwa, ina maana kufunika kichwa ni kutokunyolewa. So simple, very easy and simple. I didn't add nothing, I'm just speaking on the word of God. Nimeongeza chochote mimi? Sijaongeza chochote. Neno linaanza kutupa picha ya kujua hicho kifuniko ni kifuniko gani. Kwa mujibu wa sura ambayo tumepata hapa, tukisema kunyolewa maana yake ni kukata nywele. Kwa hiyo kwa sura tunayoiona hapa na kwa mwendo tulio nao, tunaanza kuona kwanza picha ya nywele. Hatujaona kilemba hapo, hatujaona kitambaa, tunaona nywele. Twende sasa, naomba tuendelee. Mstari wa 6 ndio. Mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Pole hapo. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Na inajiongezea sababu kukatwa nywele ndio sawasawa na kufunika. Endelea. Au ikiwa ni aibu mwanamke kikatwa nywele, sababu ni aibu kubwa sana, au kunyolewa na afunikwe. Sio ndio? Sasa mambo yako clear hapa. Ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele na afunikwe, na kukata nywele ndio kutokufunikwa, ina maana afunikwe, yani aache nywele. Simple and clear. Hebu ruka sasa haraka kwenye mstari wa 15. Lakini mwanamke akiwa na nywele, lakini mwanamke, hasa 13. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba ndo hivyo mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu ili ziwe badala. Soma kwa Kiingereza hiyo mstari wa 15, sababu hapa neno mavazi ndio lilichanganya mchungaji mmoja. Ananiambia, mchungaji, wamesema mavazi ziwe badala ya mavazi, ina maana kuna mavazi. Okay, hebu soma mstari wa But if a woman has long hair, it's a glory to her. For her hair is given to her for a covering. Jamani, Kiingereza ndio kimeongea vizuri. Ndio maana mimi wakati nahubiri nataka kusoma Biblia ya Kiingereza. Kwa hiyo mwanamke amepewa nywele ili ziwe kama kifuu. Kwa hiyo kwa tafsiri nzuri hapa, hao waliotafsiri Biblia kwa Kiswahili, kama wangetafsiri vizuri, wasingesema badala ya mavazi. Kama wangetafsiri vizuri, wangesema kwa sababu mwanamke amepewa hizo nywele ili kiwe kifuniko. Ndio gisi Biblia ya Kiingereza inaongea, na ndio gisi ya Kifaransa imeongea, na ndio gisi ya Kiebrania inaongea. Na huku hili somo ni kifuniko ni nini. Kwa hiyo basi, ili twende haraka, hakuna kivutio hapo. Ili muelewe haraka sasa, watoto wa Bwana, kuelewa ni kupenda kwa mtu. Wanasemaga hivyo watu wengine kwamba mtu kama hataki kuelewa, hata umueleweshe jinsi gani hawezi akaelewa. Lakini yule ambaye anataka kuelewa ataelewa tu kwa neno moja, kwa sekunde moja, kwa dakika moja. Ili kwamba muelewe haraka, nataka niwaonyeshe hapa mjue ya kwamba kifuniko alichopewa mwanamke na Mungu ni nywele zake, kwa mujibu wa maandiko, kwa mujibu wa neno, sio kitambaa. Sijasema eti kuvaa kitambaa ni dhambi. I never say that. Sijawahi kuongea hilo. Sababu kunafika wakati hata mke wangu mwenyewe anavaaga kitambaa. Sawa, kunafika wakati hata dada zetu kanisani kuna wengine wanavaaga kitambaa. Kwa hiyo sijasema eti mwanamke kuvaa kitambaa ni dhambi. Lakini ninachotaka kuwaeleza hapa ni kwamba lazima mjue ya kwamba kile kifuniko ambacho Biblia ilizungumza, ambacho ni kifuniko cha mwanamke, sio kitambaa.
Usivae kitambaa kama kifuniko, vaa kitambaa kama kitu cha kulinda nywele zako, lakini kaa ukijua ya kwamba kifuniko cha kichwa chako ni nywele zako. Hiyo ni kulingana na maandiko. Kwa hiyo tengeneza nywele zako vizuri. Naomba tena ukasome mstari huo huo wa 15 kwa Kiingereza. Hapa tuna kifuniko cha kichwa ni nini? Lakini if a woman kama mwanamke have long hair, ana nywele ndefu, it's a glory to her, for her hair is given to her for a covering. Kwa hiyo kwa mjibu wa Wakorinto wa kwanza sura 11 mstari wa 15, kifuniko ni nini? Ni nywele. Simple and clear. For her long hair, wanaandika japo long hair. Nywele ndefu. Hapa ndo kuna shida hapa. Sawa, kifuniko ni nywele ndefu. Ndio kisi tunajua sote. Sasa sitaki kuingilia shida ya nywele ndefu. Sababu itakuja kuwa mada nyingine ndefu na ndefu mno. Nywele ndefu. Ndugu Branham anasema nini kuhusu nywele ndefu? Je, hizi walizo nazo dada zetu ni nywele ndefu au ni nywele fupi? Na kama wana nywele fupi sasa wafanyeje? Nafikiri hiyo sasa ndo mada ambayo ingekuwepo. Lakini sio mada tena tofauti na hiyo. Sawa? Sababu mjumbe anasema nywele ndefu lazima zinaanzia wapi? Zinaanzia kwenye mabega. Eti nywele za dada ili ziitwe nywele ndefu lazima zianzie kwenye mabega, kwa sababu za Yesu zilikuwa zinafika mabegani. Huyu ni ndugu Branham anaongea. Anasema za Yesu zilikuwa zinafika mabegani na zilikuwa fupi. So za mwanamke lazima zishuke chini ya mabega. Sasa dada zetu wote wa Afrika nywele zao zinaishia hapa. Na ndugu Branham, Mungu alimkataza mwanamke kusali na nywele ndefu na nywele fupi au kukata nywele. Sasa dada zetu wa Afrika wote ambao hawana nywele ndefu, wana nywele fupi, je, wasalije sasa? Je, wasali ni hizo nywele zao fupi ambayo ni laana mbele za Mungu, au wavae vitambaa? Sasa sitaki kuingilia hiyo mada sasa hivi. Mimi nataka kwanza niishie hapa kuwaonyesha ya kwamba kifuniko ni nywele ndefu za mwanamke. Kifuniko ni nywele za mwanamke au nywele ndefu za mwanamke. Ukishaelewa hili kwamba kifuniko ni nywele ndefu, ndiposa utasoma vizuri, na kila mahali ambapo panawekwa kifuniko unaweka nywele ndefu. Hapo sasa utasoma vizuri Wakorinto wa kwanza sura 11 kuanza mstari wa 3 na kushuka. Sasa hapa tutafanya nini? Tuta replace x na value yake. Tunarudi kwenye mathematics. Rahisi sana. Sawa? X yetu hapa ni nini? Ni kifuniko. X ni kifuniko. Value ya x ni nini? Nywele. Si tuko vizuri hapa? Kwa hiyo tutasoma sasa Biblia vizuri. Mahali popote penye pameandikwa kifuniko tunaweka neno nywele. Sababu tumeshasoma katika Wakorinto wa kwanza 11 mstari wake wa 15 ya kwamba kifuniko cha kichwa cha mwanamke ni nywele zake ndefu. Kwa hiyo kifuniko cha kichwa cha mwanamke ili asali vizuri mbele za Mungu sio kitambaa, ila ni nywele zake ndefu, na hiyo ziwe natural hair. Natural. Ambazo hazipakwi rangi. Natural. Aongelee kuhusu wigi. Hapana wigi. Nywele zako za kuzaliwa nazo. Sasa nataka tusome Biblia vizuri. Twende sasa, anza. Sawa, tunaweka kwenye kwa kifuniko tunaweka nywele ndefu. Anza sasa kusoma. Tuanze mstari wa 3. Mstari wa 3. Bapo kuna kifuniko tunaweka nywele. Yes, penye kuwa kifuniko, neno kufunika, kifuniko, mfuniko, tunaweka nywele ndefu. Si ndio kisi tumesoma? Si tumesoma hivyo ni mimi na wewe katika Wakorinto wa kwanza 11:15 ambayo inasema ya kwamba kifuniko cha kichwa chake ni nywele zake. Sasa ili uelewe vizuri kuanza huku juu lazima sasa usome kwa style hii. Mahali popote penye andikwa neno kifuniko unaweka nywele, sababu hii ndio imeandikwa katika Biblia. Hawajaandika kitambaa, hawajaandika kilemba, hawajaandika mwanamke avae kitambaa ili kuabudu. Wameandika nywele, ndio Biblia hii. Soma. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume. Anza 5. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kuwa na nywele ndefu yuaibishe kichwa chake. Okay. Na kichwa cha mwanamke ni nani?
kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Okay, soma sasa vizuri. Soma sasa vizuri. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kuwa na nywele ndefu huaibisha mme wake. Hivi unasoma hii Biblia vizuri eh? Hii ni Biblia mpya hii. Baada ya Ufunuo wa mihuri 7, hii ni Biblia mpya hii. Naisoma tena. Na tunajua kichwa cha mwanamke ni mme wake. Si hivyo? Tunajua kifuniko cha kichwa cha mwanamke ni nywele ndefu. Sasa ili sasa tudekode hii Biblia, tuisome sasa vizuri. Mahali penye kuwa kichwa tunaweka kichwa cha ule mtu, mahali penye kuwa kifuniko tunaweka nywele ndefu. Simple and clear. Nasoma tena mstari wa 5. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kuwa na nywele ndefu yuaibisha mme wake. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Unaona shida iliyopo? Kwa hiyo mwanamke yeyote aliye na nywele fupi ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Ndio maana hairuhusiwi mwanamke kukata hata kanywele kaudogo, hata kaunywele kamoja. Sasa mbona wakati wa kuchanua zitatoka tu? Mbona zitoka wakati wa kuchanua, lakini usiende saluni eti nikate nywele. Sijui naeleweka vizuri hapa. Kwa hiyo mwanamke yeyote akikata nywele ni sawasawa na aliyekata zote. Ndio maana mjumbe malaika akaja akakutana na ndugu Branham, akaambia ndugu Branham, ambia wanawake wasikate nywele hata kidogo, sababu ukikata nywele kidogo mbele za Mungu uko sawasawa na uliyekata zote. Tunaendelea sasa. Katika mstari wa 6. Maana mwanamke asipokuwa na nywele. Ndio hivyo soma. Maana mwanamke asipokuwa na nywele ndefu na akatwe nywele. Unaona? Maana mwanamke asipokuwa na nywele ndefu, hapo sasa ndio unasoma ili uelewe. Mwanamke asipokuwa na nywele ndefu na akate au ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa nawe na nywele ndefu. Oh, glory to God. Asante Mungu kwa mjumbe. So unaona sasa, hapa sasa tunasoma Biblia na kuielewa vizuri zaidi. Sababu kuna mtu, mbona imesema kukata, kufunika, sasa hapa naamini utaelewa. Kwa hiyo kuelewa vizuri hii Wakorintho wa kwanza 11 ni kuanza mstari wa 15 kupanda juu. Yaani unaisoma kinyume nyume. Ila ukianza moja kushoka hutaelewa. Anza 15, pata kichwa, endene anza tena moja shuka chini. Twende. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika au kuwa na nywele ndefu. Haimpasi mwanamume kuwa na nywele ndefu. Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa Luka 13. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipokuwa na nywele ndefu? Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipokuwa na nywele ndefu? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi mwanamume ndefu ni aibu kwake? Mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi au ili ziwe kama kifuniko. Nafikiri hii imeeleweka hii. Ambaye hatataka kuelewa hapa nafikiri ni mtu wa vurugu tu. Amen. Ili nafikiri liko wazi. 17 inasema nini? 17. Lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika kwa faida bali kwa hasara. Maana kwanza mkutanikapo kanisani, ndio nasikia kuna baraka kwenu, nami nusu nasanyika. Kwa maana basi naomba kwanza nimekula dakika ngapi tayari? 34. Wow. Jamani, naomba nionyeshe hii sehemu ya kwanza ya Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Kuanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 16. Inaongea kuhusu habari za kifuniko ni nini.
na tumeelewa kifuniko ni nywele ndefu. Kwa hiyo aliyeruhusiwa kuwa na kifuniko kichwani mwake ni mwanamke, ambaye haruhusiwi kuwa na kifuniko ni mwanaume. Na ndio maana unaona tuna shevu nywele zetu, ndio maana unaona tumezikata, lakini za wake zetu hazikatwi. Kwa hiyo mwanamke haruhusiwi kukata kaunywele hata kamoja, na ni bora kila mwanamume ajue thamani ya nywele za mke wake, kwa sababu ni kwa ajili ya mume. Ndio maana mwanamke ana nywele. Yule malaika aliyetajwa hapa ni mwanaume. Usifikiri kwamba kuna malaika kutoka mbinguni wa wanawake. Sababu kuna mtu mwingine alikuwa ananiambia hivyo, kwa ajili ya malaika huyu. Maana yake unaelewa ni malaika nani wewe? Malaika si malaika, ni mjumbe. Huyo malaika hapo ambaye anaongelewa ni mume wake, ni mwanaume, sababu neno limesema ya kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Kwa hiyo mwanamke kama ana nywele ndefu, mwanamke ni kwa ajili ya mume wake, ni fahari yake kwake. Kwa hiyo lazima tujue ya kwamba kifuniko ambacho Biblia imesema ni nywele ndefu, sio kitambaa. Ila sijasema kwamba kuvaa kitambaa ni dhambi. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ambayo inaongea kuhusu habari za kifuniko, na kifuniko si kingine ni nywele ndefu. Kwa hiyo mama, tunza nywele zako. Baba, hakikisha mke wako anatunza nywele zake, mnunulie mafuta ya nywele, hata kama hazitafika mgongoni, sababu za wanawake weusi ziko hivyo, zimezaliwa hivyo, ziko natural hivyo fupi, lakini hakikisha kwanza unatunza nywele za mke wako. Bwana awabariki.